Kwa hiyo pia kuna msimamo mkali wa pande. Kuna mtu amesema wewe umeshindwa kutii matakwa ya mkataba, mimi nakushtaki. Mtu anasema usinishtaki, mimi nitakulipa. Hapana, lazima nikupeleke mahakamani. Kwa hiyo pia inakuwa inakumbana na changamoto. Kwa majina naitwa Peter, na kimsingi nimefurahia mafunzo ambayo yametolewa na Wizara ya Katiba na Sheria kwa waandishi wa habari wilaya ya Tarime. Kimsingi amekuja kutuletea uelewa mkubwa sana, tofauti na mwanzo tulivyokuwa tunaelewa. Kuna vitu ambavyo kimsingi tulikuwa tunaandika kumbe kisheria hairuhusiwi, lakini kupitia mafunzo haya tumeweza kujifunza, na vile vile tumepata fursa mbalimbali ya kuonana na wanasheria kutoka Wizara ya Katiba na Sheria kutoka Dodoma. Vile vile tumewabadilishana mawazo na waandishi ambao kimsingi tulikuwa hatupati nafasi ya kukutana, tofauti tunakutana kwenye majukwaa mbalimbali tunapoenda kuandika habari. Kwa hiyo mafunzo haya yamekuwa chachu kubwa na maendeleo katika tasnia yetu ya habari. Na vile vile nitoe wito kwa wale ambao wanakuwa fursa hizi zinakuja, wajitokeze kwa ajili ya kujifunza, kwa sababu ni kwa ajili ya watu wote. Kwa hiyo niwapende kuwakaribisheni watu watakaposikia fursa hizi pia waweze kujiunga na kusikiliza fursa hizi. Asanteni sana. Kwa majina yangu naitwa Regina Peter Mwela, ni mkazi wa Tarime. Kwa kweli kwa haya mafunzo ambayo tumepewa ya kisheria kuhusiana na vyombo vya habari mbalimbali, kwa kweli yameweza kunufaisha kila mwandishi wa habari kwa hapa Tarime. Kwa upande wangu mimi nawashukuru sana hawa waliotuweza wakufunzi waliotufundisha kuhusiana na masuala yetu ya kisheria kuhusu na habari, kujua sheria mbalimbali. Kwa kweli mpaka sasa hivi bado naendelea kufaidika na haya mafunzo. Mimi kwa majina naitwa David, ni mwandishi kutoka Tarime. Kwa kweli nimeshukuru sana kuhusiana na mafunzo, lakini awali ya yote niwashukuru waliowaza kuleta hichi kitu, kwa sababu ni kitu ambacho miaka yote hakijawahi kufanyika, hususan kwenye hizi wilaya. Hivi vitu unavisikia mikoa mikubwa na majiji makubwa. Kwa hiyo kwa sisi kuletewa hapa kwenye wilaya yetu ya Tarime ni kitu kikubwa sana. Kwanza tushukuru ndugu zetu ambao wametuletea haya mafunzo, lakini pia tumshukuru yule ambaye alikaa akawaza, lakini pia tushukuru wale wakuu ambao ni wakubwa ambao walitoa ruhusa ya kuweza kupata mafunzo haya. Mafunzo haya yamewajenga sana waandishi wa Tarime, na kuanzia sasa utaona kuna mabadiliko makubwa sana wa kujisimamia, lakini pia katika kuripoti matukio mbalimbali. Lakini pia tumshukuru mwenyekiti wa waandishi Tarime ambao ni ndugu Jacobo, amefanya kitu kikubwa sana, kwa sababu tumeona katika kuingia tu ametuletea mafunzo ambayo ndio kwa mara ya kwanza haya hapa, lakini sisi tutaendelea kumpa ushirikiano, lakini pia tutaendelea kufanyia kazi yote ambayo tumejifunza katika semina hii, ikiwa leo ni siku ya pili, kesho tutakuwa tunamaliza. Asante, naitwa Elena Magabe, ni mwandishi wa habari, ni makamu mwenyekiti wa Umoja wa Waandishi wa Habari na Wapiga Picha Tarime. Ninaishukuru Wizara ya Katiba na Sheria kwa mafunzo haya kwa waandishi wa habari, kwani itakwenda kuwa chachu kwa waandishi wa habari wote ambao wamepata mafunzo haya katika kuandika habari za huduma wa msaada wa kisheria bila kuathiri jamii na watu wengine. Kwa hiyo wizara hii kwa kulitazama hili tumeshukuru sana, kwa sababu sasa mwandishi anaenda kuandika habari ile ambayo haitaleta mgongano wote katika jamii. Tumefundishwa kwa upande wa ardhi, tumefundishwa ukatili wa kijinsia, hatimaye tumeletwa kwetu sisi kwenye isibati. Kwa hiyo tunashukuru, tumejifunza vitu vingi na vinaenda kutujenga.